Unapata mashambulizi ya kiafya mara kwa mara. Umekuwa ni mtu wa kupigwa kwenye eneo la afya mara kwa mara. Eneo hilo limekuwa likikuondolea amani, limekuwa likila uchumi wako, na wakati mwingine limekufanya usiwe na furaha kwenye baadhi ya mambo ambayo ungeweza kuwa na furaha kama usingekuwa na shida hiyo. Mungu atakusaidia. Haijalishi ni shida gani ambayo inakusumbua. Hiyo ambayo unaona inakutesa, Mungu anaweza kuponya. Hiyo hapo ambapo unaona pana kusumbua, unasema ni mahali pasiri, ni mahali ambapo unashindwa kuongea, ni mahali ambapo tatizo pengine ni dogo, tunaweza kumuomba Mungu akakuondolea kabisa shida hiyo. Mungu anahitaji imani zetu. Yeye ni mponyaji. Ana kila spare katika mwili wetu. Miili yetu yote, spare zetu anazo yeye. Kila tunachokihitaji mbele za Mungu kinapatikana. Lakini muhimu kwetu, ili tuweze kuyapata hayo, tunahitaji kuwa na imani. Maombi haya yanaweza kuconnect hapo hapo ulipo, yakakuunganisha na ukafunguliwa. Mungu hana umbali. Mungu hazuiliwi na umbali, hazuiliwi na jiografia za kibinadamu. Anaweza kufika popote na kutufungua. Mungu aliyopo hapa kwenye madhabahu hii ndiye aliyopo hapo ulipo. Sauti hii itafanyika kama kiunganishi kukuunganisha wewe na Mungu. Muhimu sasa kuinua imani yako. Hiyo simu yako au chombo chako ambacho kinatumika kuleta sauti, hiyo ni connection, hiyo ni muunganiko. Unaweza ukauchukua muunganiko huu ukaweka mahali ambapo pana kusumbua, ukasogeza jirani kabisa. Au kama ni sauti inatoka kwenye eneo fulani, sogea karibu na hapo, alafu jiguse mkono, alafu weka mkono mwingine kwenye hicho kifaa, au sogeza hicho kifaa kinacholeta sauti karibu na wewe. Mungu atakuponya. Inua tu imani, pata tu utulivu, jiconnect na maombi haya kwa imani. Mungu atakusaidia. Kama una mafuta yote yale, itakuwa ni vizuri na kama hauna, usiogope. Nataka niombe. Haijalishi ni kitu gani kinakusumbua. Kuna watu wanapitia maumivu makali, wanateseka, wanaumwa. Haijalishi maumivu ni machache, ni makali, lakini ukiwa unaumwa, Mungu anaweza kutuponya. Mungu anaweza kutuganga. Ndio maana tunaitwa maombi ni dawa. Tunaamini kwamba maombi yanaweza kumponya mtu, na daktari ni Yesu. Yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukufungua. Tayari ameshafanya searching kwenye mwili wako, anajua shida yako, ameshapima, anajua tatizo lako. Haijalishi madaktari wamekwambia nini, lakini inua imani yako kwa Mungu. Leo itawezekana. Mungu atakusaidia. Wakati mwingine magonjwa yanaweza kaja kwa ghafla, lakini yakaanza kutoka taratibu, na maombi yakasindikiza uponyaji wako, na ukakuta uko sawa kabisa kwa neema ya Mungu. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 hadi wa 15. Mtu wa kwenu anakuwa hawezi. Maana yake mtu wa kwenu akiwa anaumwa, au mtu wa kwenu anakuwa hawezi. Fungua kitabu cha Yakobo 5:14 hadi 15. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Huenda hapo ulipo hauko jirani na wazee wa kanisa. Huenda hapo ulipo hauko jirani na mtu ambaye ni kiongozi wa kiroho. Lakini nataka nikwambia kwamba tunao wazee 24. Tunao wazee katika ulimwengu wa roho ambao watakusaidia. Nami nimesimama kama kuhani na kukutanisha na wazee wa mbingu na wazee wa kiroho ambao wapo kwa ajili ya kusikia na kutuunganisha na Mungu. Tunao malaika, tunaye Roho Mtakatifu, yuko tayari kutuganga na kutuuisha kila itwapo leo. Chukua mafuta yako kama uko nayo jirani, na yabariki. Na kama huna mafuta, chukua mkono wako vizuri, au sauti hii isogeze eneo ambalo linakusumbua. Kama ni miguu, kama ni tumbo, kama ni kiuno, ni pingili za mgongo, ni macho, ni kichwa, ni mishipa, ni mifupa, ni kwenye moyo, kwenye kifua, ni mambo ya matumboni, mafigo, sio kitu gani. Umeambiwa una uvimbe, damu ya Yesu itakuponya. Damu ya Yesu itakufungua. Damu ya Yesu itakusaidia. Na mkono wa Bwana hauwezi kushindwa kukufungua. Una nguvu, utakufungua kabisa, utakuponya kabisa. Baba, kwa jina la Yesu, nimeinua mikono yangu juu, najiconnect na mpendwa huyu. Mimi sijui anaumwa nini, lakini Mungu unajua chanzo na sababu ni kwa nini anayapitia haya. Mwingine si yeye anayeumwa, lakini kuna ndugu yake wa karibu anaumwa. Baba, naomba mponye. Mwingine amekuwa akisumbuka, damu inapungua mara kwa mara, maji yanapungua mara kwa mara, kizunguzungu, maumivu ya kichwa, maumivu ya macho, maumivu ya kifua, maumivu ya mgongo, maumivu ya tumbo, kiuno, miguu, chochote kile ambacho kinakusumbua, chochote kile ambacho umeambiwa ni ugonjwa uko ndani yako.
Mungu anakuponya sahihi. Mungu anakuponya sahihi. Inua tu imani hapo ulipo, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Ewe ugonjwa, wewe ni roho kamili, ninakuondoa kwa jina la Yesu. Uwe ugonjwa kuachie, uwe ugonjwa kuachie, uwe kwenye damu, uwe kwenye mirija, kwenye mifupa, iwe kwenye chochote, na uondoe ugonjwa, na uondoe ugonjwa. Ewe ugonjwa, kwa jina lako na kuamuru ondoka. Kwa jina lako ambalo umesifika, ondoka na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi jina lako lina nguvu kiasi gani, tunalo jina la Yesu ambalo liko juu ya majina yote. Hayo majina ya huo ugonjwa, haijalishi yamesifika vipi, leo ninaamuru huo ugonjwa ukuachie, ukuachie, ukuachie. Maana imeandikwa kwenye Isaya 53 mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichomwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kama Kristo alivyopigwa na kudharauliwa na kwa kufanyiwa vyote hivyo, ilikuwa ni kwa ajili ya kutangaza uponyaji. Nami natangaza uponyaji kwako hapo unaponisikia. Hii ni sauti kamili, sio AI. Hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya kimbingu inaokufikia hapo ulipo kwa nguvu za Mungu, na kutamkia upokea uponyaji, na kutamkia upokea uponyaji, na kutamkia upokea uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Neema Bwana na ikufungue, neema Bwana na ikusaidie, neema Bwana na ikutetee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akusaidie, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akuvushe kila magonjwa, akuachie kila ugonjwa, akuachie. Toka we pepo la magonjwa, toka pepo la magonjwa, toka pepo la magonjwa, na kuamuru toka, toka magonjwa yote, yeyuka kuanzia sasa. Mwachie mtu huyu, ayo maumivu na yaondoa ndani yako. Huo ugonjwa na uondoa. Sema nakataa ugonjwa, nakataa magonjwa, nakataa. Kama kuna jambo ulikuwa uwezi kulifanya, anza kujitahidi kufanya. Ulikuwa uwezi kufanya kitu fulani, anza kujitahidi. Wengine madonda ya tumbo na wasumbua, wengine mmeambiwa mna kansa, wengine mmeambiwa mna uvimbe, wengine mmeambiwa mna HIV, wengine mmeambiwa mna pressure, wengine mmeambiwa mna kisukari, mwingine pengine kuna ugonjwa kichwa na kusumbua, unasikia kichwa kinakuuma kweli kweli, na kutamkia uponyaji. Mwingine mgongo, mwingine kiuno, mwingine uzazi unakusumbua, umeambiwa mirija sio na shida gani. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwingine ni mwanaume, nguvu za kiume hakuna, na kufungua kwa jina la Yesu. Hayo maradhi yote, huo udhaifu wote na ukuachie. Pokea ufungulivu na kuombea. Pengine unaombea watoto wako au ndugu wako au watu wamelazwa hospitalini, na waombea uponyaji. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Ule mkono wa Bwana unaookoa ukuokoe na kuokoa kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Sema napokea. Pokea uzima. Pokea uponyaji. Pokea uzima. Wewe ni mzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Uwe hai kuanzia sasa. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu, na kutenga na madhaifu yote, na kutenga na magonjwa yote. Uwe mzima katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naitwa Pastor Godwin Ndelwa, niliyeomba pamoja nawe maombi ya ufungulivu na uponyaji, na hakika maombi haya ni dawa kwako. Yarudie. Unasema mtumishi wa Mungu umetuambia tuchukue mafuta na hatujafanyia chochote. Baba, katika jina la Yesu ninabariki mafuta haya. Naombea yasiyo mafuta ya kawaida, yawe ni mafuta aliyopokea upako, yawe ni mafuta aliyopokea nguvu za Mungu. Atakapopaka mtu huyu popote pale, au atakapompaka mtu huyo popote pale, ugonjwa ukayeyuke, ukaondoke katika jina la Yesu. Yawe ni mafuta ya aina gani, nimeyabariki kwa jina la Yesu. Mafuta, pokea ufungulivu, pokea nguvu za Mungu kwa jina la Yesu. Na achilia nguvu za Mungu kwenye mafuta katika damu ya Yesu. Amen. Mungu akubariki. Haijalishi ni mafuta gani unatumia, yawe ni mafuta mzaituni, yawe ni mafuta ya kula, yawe ni mafuta yoyote yale ambayo umesikia msukumo na amani kulingana na mazingira uliyokuwa nayo, tumeageuza na kuwa mafuta yaliyobeba ufungulivu. Na utakapopaka popote, uponyaji utapatikana. Paka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, amini imekuwa, na utenda kuona Mungu akikusaidia. Ondoa mawazo juu ya hayo magonjwa na hiyo shida. Baada ya muda utajiona uko sawa kabisa na utamtukuza Mungu. Mungu akubariki na akutendee mema. Umesikia ufungulivu na uponyaji, unasema mtumishi wa Mungu, nahitaji kumshukuru Mungu kwa sadaka yangu. Karibu kwa sadaka yako ya hiari, ili uweze kuisogeza mbele injili na watu waweze kufikiwa na injili ya Kristo Yesu. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mitandao ya kijamii, karibu kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp kama unahitaji zaidi msaada wa kiroho, au kwa mitandao ya kijamii karibu kwa namba, kwa jina la Maombi ni Dawa au Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa.